Chente anaamua kuwafukuza watoto wa Natalia, na baada ya kuwafukuza watoto hawa wanakwenda kwa Gustavo ambaye ni binamu yao. Lakini baada ya kufika, Constanza ambaye ni dada yake Natalia anawakataa watoto hawa, lakini baada ya kuwakataa tunaona mama yake Natalia, na ambaye huyo ni mama yake Constanza pia, anaamua kuondoka yeye pamoja na mume wake pamoja na hawa watoto. Lakini pia Gustavo na yeye anaamua kuondoka katika nyumba ile na kwenda kuishi sehemu nyingine. Natalia anafika nyumbani ambapo anatarajia kwenda kuishi, lakini anamkuta Chente amejifungia ndani na analeta fujo sana Natalia mpaka kufikia hatua ya kuvunja vioo. Simu inapigwa polisi wanafika mahali hapo. Pale ambapo tuliishia katika episode iliyopita, tunaendelea katika episode hiyo siku ya leo. Baada ya watoto wa Natalia kuondoka katika familia hii ya Constanza na Gustavo, basi wanarudi katika nyumba ile ambayo walikuwa wamekwisha kufukuzwa. Lakini baada ya kufika wanakuta kuna fujo ambayo ilikuwa inaendelea, na polisi walikuwa wamekwisha kuitwa na walikuwa wako mahali pale. Baada ya jambo hilo kutokea, Gustavo alipokuwa ameondoka, kuna mtu ambaye alikuwa anampenda sana ambaye ni Chole, na cha kushangaza au cha kufurahisha ni kwamba alimkuta mahali pale. Kwa hiyo Gustavo akajikuta anasikia raha sana, anaamua kwenda kusalimiana na mpenzi wake wa kisirisiri, yani huyu ni mchepuko. Baada ya tukio lile kuwa linaendelea, tunaona moja kwa moja Chente pamoja na Natalia wanakamatwa na kupelekwa mahakamani. Sasa kwa upande wa Constanza, yeye baada ya kuona mambo yale yametokea, akajikuta nyumbani yuko peke yake. Alishindwa cha kufanya ni kipi, akaamua kuondoka na kwenda kulewa na rafiki yake, na alilewa kwa muda mrefu sana. Lakini kwa upande wa Gustavo pamoja na Chole, wao walikuwa wako pamoja, na tunaona leo Chole amedokeza kitu kimoja, akasema kwamba anatamani kupata mtoto na Gustavo. Lakini jambo lile baada ya kuzungumza, tunaona Gustavo anajisikia vibaya sana, kwa sababu alihisi kuna jambo haliko sawa, kwa sababu kama tunavyojua kwamba Gustavo hana uwezo wa kuzalisha, yani hana nguvu za kiume. Kwa hiyo jambo hilo lilimshangaza sana, lilimfanya ajisikie vibaya sana kutokana na hali yake ambayo alikuwa nayo. Sasa baada ya Constanza kulewa, kuna mtu ambaye alikuja pale akachukuana naye na kuondoka naye kwenda nyumbani ili awe kama dereva wake. Lakini cha ajabu ni kwamba walijikuta wamelala pamoja. Kwa hiyo wakati kuna kucha anashtuka, mbona kama vile tumelala wawili? Inamaanisha nimelala na mwanaume mwingine, si mume wangu. Jambo lile lilimuumiza sana yeye mwenyewe, akajikuta anajisikia vibaya. Kwa upande wa Natalia pamoja na Chente, wao wakiwa maabusu baada ya kuwa wamewekwa lock up, wakajikuta wameanza tena kuongea na kushauriana wanachokifanya si sahihi, wakaombana msamaha na kukubaliana tena kuishi pamoja. Sasa kwa upande wa Gustavo inaonyesha bado hana uwezo wa kumwacha mke wake. Kwa hiyo asubuhi anakwenda nyumbani na kukuta glasi ziko mbili. Alishtuka sana na kujiuliza nini ambacho kimetokea. Anamuuliza mke wake, mbona kama kuna glasi mbili? Ni nani ambaye alilala hapa na wewe? Lakini mke wake hakumjibu chochote, akaamua kuondoka. Wewe ambaye hujasubscribe channel hii, subscribe ili kuendelea kupata update mbalimbali. Asante.